kujifunza jambo la muhimu sana, na kama tumesema tunaendelea kujifunza na kuomba kuhusiana na jinsi ya kupokea majira mapya katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Ushering a new season or new beginnings katika maisha yetu. Na kwa hivyo mchana wa leo kile tunaenda kushughulikia ni mojawapo ya kizuizi kile kikubwa sana ambacho huzuilia watu kuingia kwa majira mapya au kwa kupokea mwanzo mpya, na matokeo inakuwa mabaya sana. Badala ya kupata matokeo mazuri, badala ya kuingia kwa majira mapya, tunapata matokeo mabaya. So tunakumbuka jinsi neno linasema katika Genesis 8 verse 22, na kama Abu anaweza kutuwekea tutashukuru. Genesis 8:22 inasema ya kwamba as long as the earth endures, vile dunia itakuweko majira hayatakosa. Kutakuwa na wakati wa joto na wa baridi, kutakuwa na mchana na usiku, kutakuwa na wakati wa kupanda na wa kuvuna. So majira ama hizi seasons ni kitu ambacho Mungu aliahidi, aliweka hii ikiwa ni system ya kuoperate duniani na kuoperate katika maisha ya watu na hata institutions. Kwa hivyo vile Mungu alisema katika Genesis 8 verse 21, alisema ya kwamba hatawahi kumaliza, hatawahi kuangamiza dunia yote, lakini kile atafanya, ataweka seasons. Kwa hivyo kutakuwa na season ya kuzaliwa na ingine ya kukufa, kutakuwa na ingine ya joto na ingine ya baridi, kutakuwa na wakati wa kupanda na wa kuvuna. So wakati Mungu alichange hiyo system ya kuoperate dunia hii, ndio tunaona sasa watu huwa wanazaliwa na hawaishi miaka 900, hawaishi miaka 1000 kama ilivyokuwa huko mbeleni, kwa sababu Mungu aliintroduce a new system. Badala ya kumaliza dunia yote, anaruhusu watu waishi tu miaka michache. Na ndio unakuta mtu anaishi miaka 70, kuna wengine wanaishi miaka 40, wengine wanaishi miaka 80, na hiyo ni miaka kidogo sana ikilinganishwa na dunia. Dunia imekuweko miaka zaidi ya 4.5 billion years. Kwa hivyo mtu akiishi tu miaka kama 100 ni kama amekuwa hapa duniani tu kama dakika moja. Ni kidogo sana. Ni kwa sababu Mungu alibadilisha seasons. Na ni muhimu, kama vile kuna mmoja ametuongoza kuomba kuhusiana na our assignment, kusudi letu maishani kama Noah. Lazima kila mmoja wetu tujue sababu yetu ya kuwa hapa duniani. Sababu yetu, assignment ile Mungu ametupatia, kwa sababu maisha ambayo tunaishi ni mafupi sana. Na tukiwa ya waste, tukipoteza tu, tukizurura, tukiradarada huku duniani, mwishowe hatutakuwa na kitu chochote cha kuonyesha. Tutakuwa kama watu wamepoteza maisha yao. Na Noah aliishi miaka yake na kusudi lake likatimia wakati wake. Verse 22 inasema ya kwamba Mungu alitangaza ya kwamba kutakuwa na seasons, kutakuwa na majira, seed time and harvest, wakati wa kupanda na wa kuvuna, baridi na joto, wind. Hiyo ni kumaanisha ya kwamba kutakuwa na msimu wa baridi na mwingine wa joto, kutakuwa na mchana, kutakuwa na usiku. Haya yote ni majira. Bwana Yesu asifiwe. Na every season inawakilisha a new beginning. Kama kwa mfano, leo asubuhi tumeingia a new beginning, a new season. Na kila mtu hupewa a new season. Leo si kama jana. Jana ilipita, usiku umepita, tumepata siku mpya ambao hatujawahi kuona. That's a new beginning, a fresh start. Na hivyo ndivyo Mungu anavyofanya kazi. Kutakuwa na wakati wa jua, kutakuwa na wakati wa baridi. Kutakuwa na ukiangalia tena katika Ecclesiastes 3:1, kitabu cha Ecclesiastes ama Koherethu ama kitabu cha Mhubiri kinasisitiza jambo hili kwa kusema ya kwamba dunia hii kutakuwa na wakati wa majira tofauti. Na itasaidia mtu sana wakati tunaelewa ya kwamba tuko katika system ya Mungu ya seasons, majira.
majira ambayo tusipoyaelewa tunaishi maisha confused. Tusipoelewa these seasons, tunafikiria wakati mwingine Mungu ametuacha. Tunafikiria wakati mwingine Mungu ametusahau. Ecclesiastes 3:1 inasema, to everything there is a season, a time for every purpose under heaven. 2 inasema, verse 2 inasema ya kwamba a time to be born and a time to die, a time to plant and a time to pluck. Kuna wakati wa kupanda na hata kuna wakati wa kung'oa kile kilichopandwa. Endelea. A time to kill, hata kuna wakati wa kuua, and a time to heal, na kuna wakati pia wa kuponya. A time to break down and a time to build up. Kuna wakati wa kubomoa na kuna wakati wa kujenga. Verse 5 inasema, verse 4, a time to weep, hata kuna wakati wa kulia. Kuna season ya kilio, and a time to laugh, na wakati wa kucheka. So si kila wakati unacheka, si kila wakati utalia. Lazima uelewe majira ile unapitia. Alafu inasema, a time to mourn and a time to dance. Kuna wakati wa kuomboleza na pia kuna wakati wa kusherehekea. A time to cast away stones, kuna wakati wa kutawanya, and a time to gather stones, na wakati wa kukusanya. A time to embrace and a time to refrain from embracing. Kuna wakati wa kukubatia na kuna wakati wa kujizuia usikubatie. A time to gain, kuna wakati wa kupata, and a time to lose. Haya ndio mambo ambayo saa nyingine hatuyaelewi. Tunauliza, kuna wakati unapokea, kuna wakati tu wa kugain, unapokea, unapata, unafurahia, unafikiri hiyo ndio maisha utaishi. At a time to lose, tena kuna ingia season nyingine ya kupoteza. Unapoteza vitu, unapoteza watu, unapoteza marafiki, unapoteza hata opportunities. Ni season. A time to keep and a time to throw away. Kuna wakati wa kuweka vitu na kuna season itafika hata zile vitu ulikuwa umeweka ifike tena usitupe, kwa sababu hata hakuna kitu kinakaa milele. Au unaweza kuwa na nguo nzuri, kiatu kizuri, unaweza kuwa hata na shati nzuri, kuna wakati utaiweka, uituze vizuri sana, lakini season itabadilika. Bado utafanya nini? Utaitupa. There is a time to throw away. There is a time to tear and a time to sew. Kuna wakati wa kurarua na kuna wakati wa kushona. A time to keep silence and a time to speak. Kuna wakati wa kunyamaza na kuna wakati wa kuongea. Na hizi zinazungumzia juu ya seasons, majira, na tusipoelewa these seasons, ukifanya kitu opposite, umeharibu that season. Ukicheka wakati wa kulia, utaonekana kama una shida. Bwana Yesu asifiwe. There is a time to love and a time to hate. Hata kuna wakati wa kupenda na kuna wakati pia wa kuchukia. A time of war and a time of peace. Kuna wakati wa vita na pia kuna wakati wa amani. Kutakuwa na wakati hata wa amani. Kwa hivyo katika majira haya yote, mtu yule wisest, Mkristo yule ambaye ako na hekima na anasaidiwa na Mungu, huelewa these seasons. Kwa sababu kila majira kuna vile tunahitaji kufanya katika hayo majira. Na ukimiss majira moja, ukimiss one season, maisha inakuwa confused. Kwa sababu hautakuwa introduced to the next season. Kwa mfano, ukimiss wakati wa kupanda, inamaanisha wakati wa kuvuna hautavuna chochote. Ukimiss wakati ulistahili kukusanya, inamaanisha kwamba zile zilikuwa zinastahili kukusanywa hazitakufaidi. So ni muhimu sana, kama vile tulisoma kuhusu wana wa Isaka, the sons of Isaka, vile walivyoelewa nyakati. In 1 Chronicles 12:32, hawa walikuwa wana ambao, a family, ni familia ya watu ambao walielewa nyakati. Na ni muhimu sana kwetu hata sasa, kila mmoja wetu
tuwe na the same spirit of discernment, spirit of understanding, roho ya kubabanua na roho ya ufahamu, kwa sababu tukiwa na roho ya kubabanua tutaweza kuelewa this is a particular season. Hii ni majira gani? Na nikijua ni majira gani, nitajua ninastahili kufanya nini katika majira haya. Bwana asifiwe. Amen. Kwa sababu in every season, katika kila majira kuna vile tunastahili kufanya. Neno linatuambia kuhusu wana wa Isaka ya kwamba wao walikuwa wamepata neema ya kipekee, wamepata uwezo wa kipekee wa kuelewa majira na zaidi kujua jinsi wana Israeli walipaswa kufanya kila majira. Kwa sababu ni jambo moja kuelewa season na jambo lingine kuelewa tunastahili kuwa tukifanya nini katika hayo majira. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Na tukifanya hayo maisha yetu yanaendelea vizuri. Hii ndio njia moja wa kukua ndani ya ile inaitwa season. Kukua katika purpose ya Mungu. Kukua ndani ya purpose ya Mungu, kukua katika kusudi la Mungu ni kuelewa majira kila wakati. Na pia wakati tuko katika majira fulani, tusikuwe watu wanaonung'unika, tusivujike moyo, tusikasirike, tukifikiria Mungu alituacha, Mungu alitusahau, kwa sababu hiyo inakuwa disaster. Na nataka kuwaonyesha disaster ambao hutokea wakati watu hawaelewi majira. Bwana asifiwe. Amen. Exodus, tupatie Exodus chapter 32. Exodus 32 verse 1 inatuambia juu ya wakati Musa alichelewa akiwa mlimani kwa mkutano na Mungu kwa kipindi kirefu cha siku 40. Na alipochukua muda mrefu kule mlimani, wana Israeli walivunjika moyo. Hawakuelewa the season. Hawakuelewa ni nini kinaendelea. Hawakuelewa wanastahili kufanya nini wakati kama huo. Na hii ndio mistake, hiyo ndio kosa ile ambayo mara nyingi huwa inafanyika kwa kanisa, kwa familia, hata kwa mtu binafsi. Bwana asifiwe. Neno linasema kwamba now when the people saw that the Moses had delayed coming down from the mountain, the people gathered together to Aaron and said to him, "Come, make us gods." Tutengenezee nini? Tutengenezee Mungu au miungu. That shall go before us. Tutengenezee Mungu mwingine atuongoze. Kwa sababu huyu Mungu wa Musa hatujui kama ametuacha ama alitudanganya. So tutengenezee Mungu mwingine atuongoze. For this Moses, the man who brought us up out of the land of Egypt, we do not know what has become of him. Si unaona hiyo? Tupatie kwa Kiswahili kama utapata. Inasema ya kwamba wana Israeli walipoona Musa amekaa sana mlimani, amekawia bila kurudi, waliambiana wao kwa wao na wakakusanyika mbele za Aaron. Na Aaron alikuwa msaidizi wa Musa, mtu ambaye alipeanwa kwa Musa na Mungu ili amsaidie, kwa sababu Musa hakuwa anajua kuongea vizuri. Sasa watu walikusanyika mbele za Aaron, wanamwambia Aaron, "Jo, tutengenezee miungu itakayo tutangulia, kwa maana huyu jamaa wetu Mose," hata wanamuita nani? Huyu jamaa wetu Mose aliyetupandisha kutoka Misri, hatujui jambo lililompata. Kuna kitu kimoja ambacho husubua seasons na wanadamu. Kitu kinaitwa delays. Wakati season moja inakawia sana, wakati kile ambacho tulikuwa tunatarajia hatuelewi ni kwa nini hakijafanyika. Wakati mtu ambaye tulikuwa tunatarajia haonekani, hatokei. Okay? Wakati mtu ambaye
alituahidi kitu, haonekani kama kweli anatimiza. Hii ndio ilitendeka. Na ninazungumza juu ya kitu kinaitwa the spirit of delay. Roho ya delay. Usipoielewa na ujue kudili na roho ya delay, utafanya makosa mengi sana. Utasabaratisha mpango wa Mungu kwa maisha yako. Utaharibu kila season ambao inatokea. Kwa sababu kama vile tumeona kuna seasons tofauti katika maisha. Na ukiendelea sana katika season moja, season ya kugojea, season ya huzuni, season ya kukosa, season ya joto, season ya baridi kali, season ya kuteseka. Ukikaa sana kwa season ya majaribu, season moja ndefu ya umasikini, ukikaa sana kwa season moja ambayo imekawia sana, ni rahisi sana kufanya vile wana Israeli walifanya. Utajitengenezea nini? Mungu mwingine. Utatafuta option. Utatafuta njia nyingine ya kujiondoa kwa hiyo majira. Na mara nyingi hivi ndivyo haswa watu hufanya. Na hivi ndivyo hata kizazi chetu leo watu wanafanya. Kwa sababu wameona kama Mungu amewaweka kwa one long season. Majira moja ndefu. Shida mingi. Hii ndio imefanya watu wengi waingie kwa devil worship. Na wameingia katika mambo ya Freemason. Watu wameingia kwenda kwa waganga na wachawi. Na hii inatendeka. It is happening hata hapa tulipo huko area yetu. We have so many people wameingia kwa mambo ya devil worship na Freemasonry. Wengi wamejiunga na waganga. Wengine wameingia kwa mambo ya wizi na uhalifu. Wamejitengenezea miungu ingine iwaongoze. Miungu ingine iende mbele yao. Kwa sababu wameona huyu Mungu, wameona wachungaji, wameona mabishop hawaeleweki. Ni kama hatujui kule wanatupeleka. Ni kwa nini? Kwa sababu wanaona majira ile ambao imekuwa muda mrefu sana. Mtu akikaa kwa majira moja, the same season ya kugojea. For example, kugojea upate kazi, kugojea upate biashara, kugojea upate pesa, kugojea upate chakula, chochote kinaweza kutendeka hapo katikati. Bwana Yesu asifiwe. Ukigojea Mungu atende jambo ambalo aliahidi, chochote kinaweza kutendeka. Ni muhimu kuelewa kwamba wakati tunapitia katika majira ya delay, lazima pia tujue tunastahili kufanya nini. Tuwe na discernment, kwa sababu katika kila season tunastahili kujua what we need to do. Tutafanya nini? Jambo hili umegojea muda mrefu, sometimes sio miezi, ni miaka. Kwa sababu mtu anaweza kugojea jambo moja hata miaka 5, miaka 10. Unaweza kugojea hata miaka 20, the same thing, jambo lile. Kuna wakati tulizungumza hapa kwa kesha last Friday, na nikapatia watu nafasi kushuhudia mambo yale ambao wamegojea. Watu wamenyamaza tu, lakini kuna watu unakuta mtu amegojea jambo miaka 10, amegojea miaka 8, amekaa sana katika hali ya kugojea. Na jambo lile hakuna dalili. Wengine hata waligojea, wakagojea, majira ikakaa ile, mambo haibadiliki, hali haibadiliki, hali haitigiziki, mpaka mtu akavuja moyo au akavujika moyo, mtu give up, na wengine compromise, wakaingia kwa mambo ambao sio ya kiungu. Bwana Yesu asifiwe. Na ukweli ni kwamba hata kama jambo linakawia, hata kama Mungu anaonekana kama jambo limekawia, kwa kila hali, kwa sababu hali hizi zote ni tofauti, kwa kila hali lazima kila mtu ajue ni nini ninapaswa kufanya wakati kama huu. Hapa wana Israeli walistahili tu kuomba jambo moja: Mungu tusaidie, ni nini tunastahili kufanya wakati kama huu. Na ninashangaa hata walipoenda kwa Aaron, assistant pastor wao, Aaron msaidizi wa Musa, badala ya kwenda kumuuliza Aaron, Musa amekaa sana mlimani, ni kama hatujui nini kinaendelea, ebu Aaron tushauri tutafanya nini. Badala ya kwenda kuomba mashauri, walikuja kwa Aaron na suluhisho. Wanamwambia nini Aaron? Jo, tutengeneze nini? Miungu.
itakayotutagulia, kwa maana huyu jamaa anaitwa Moses aliyetupandisha kutoka Misri, hatujui jambo lililompata. Ni kama alikufia huko ama alipata accident, hatujui ni nini kinaendelea. Hata hawakumuuliza Aaron. Wanakuja na suluhisho. Naye Aaron, tupatie verse 2. Aaron naye ni vizuri sana kujiuliza hata unapojikuta katika shida, unapojikuta katika hali ngumu, unapojipata katika majira ambao ni mazito sana maishani mwako. Ni vizuri kujihoji kabla ya kwenda kutafuta mashauri. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu utaenda kuuliza mashauri, na hata kama umekosea kabisa, vile unampatia suggestion, atendeshiria kuweka 1 2 3, vile ninafikiria yeye badala ya kukurekebisha anakutia nguvu kwa ile makosa. Ni ndeigwa jetereire muno mwathani, ni jetereire muno hireire une ndeigwa ni te gwite ngoro tondu Ngai ni tandiganiirie. Niyo ndireciria wana kunywa dawa, ndireciria ta ingeyuraga. Unakuta mtu anakwambia hiyo ndio njira, fanya hivyo, hiyo shida, ukifanya hivyo shida yako itaisha. Aaron alikuwa mtu wa aina hiyo. Watu wanakuja na mawazo mabaya, watu wanakuja na idea baya, watu wanakuja na idea kutengeneza sanamu. Na kwa sababu hawa watu wana Israeli walikuwa matajiri, walikuwa watu wako na dhahabu nyingi sana, kwa sababu hata wakati walitoka Misri walipewa dhahabu nyingi sana na watu wa Misri. So Aaron waliwaambia nini? Aaron akawajibu, vueni nini? Vueni vipuli vya dhahabu ambavyo wake zenu, wana wenu na binti zenu wamevaa, mukaniletee. Verse 3. Kwa hiyo watu wote wakavua vipuli vyao wakavileta kwa Aaron. Akavichukua zile vipuli walivyomkabidhi, akavifanyiza kwa kusubu sanamu yenye umbo la dama, akaichonga kwa kutumia chombo. Kisha wakasema, hii ndiyo Mungu yenu, Israeli iliyopandisha kutoka Misri. Already wamemreplace Mungu. Wamefanya harambee, watu wakatoa gold, vipuli, zingine za mkono, zingine kwa shingo, wakatoa. Na unaona wote walikuwa watoto, hata watoto walikuwa na gold, wamevalishwa vipuli vya gold. Wasichana walikuwa na vipuli vya gold. Na gold unajua ni kitu ya pesa mingi sana. Na ukiona watu wameweza kufanya mchango wa gold na ikaweza kutengeneza dama, kutengeneza ng'ombe, ni kumaanisha ilikuwa dhahabu nyingi sana. Igeuzo ikitoka mabilioni na mabilioni ya pesa ama matrilioni, ilikuwa gold nyingi sana. Na sasa wanasema naye Aaron alikuwa mtaalamu wa kutengeneza hiyo mambo, alitengeneza dama akaichoga vizuri, kisha wakaanza kusema hii ndio Mungu ambaye aliwatoa Misri. Bwana Yesu asifiwe. Tusipoelewa the spirit of delay, roho ya delay, tutajikuta tukifanya makosa mengi sana. Tutamreplace Mungu, tutaanza kuabudu miungu, tutaondoka katika nafasi yetu, tutawacha kumtumikia Mungu, tuanze kufanya vituko hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Badala ya kutembea na majira, seasons za Mungu, tutajikuta tumepotoka, tumekuwa waragai, tumekuwa wabaya, tumeelekeza watu wengine kumdhihaki Mungu na kumdharau Mungu. Katika kitabu cha Psalms chapter 125 inatuambia ya kwamba hivyo ndivyo ilivyo hata kwa wanadamu wote. Wakati kumekuwa na delay, watu kuna nafasi ya kubadilika na kuanza kufanya mambo maovu. Hata yule mtu mzuri sana ambaye haelewi majira. Psalms 125 verse 3. Mtu mzuri ambaye haelewi majira, haelewi ni nini kinaendelea, hajui anastahili kufanya nini, wakati kunatokea delays, wakati kunakuwa na hali ya kucheleweshwa, anaanza na yeye pia kufanya mambo maovu. Bwana Yesu asifiwe. Haya, sisi tusome hii, inasema fimbo ya waovu haitadubu juu ya nchi,
waliopewa wenye haki, ili wenye haki wasije wakatumia mikono yao kutenda ubaya. Tupatie kwa Kiingereza, the scepter of wickedness. Yani kuna wakati utawala, nguvu za giza, nguvu za adui, nguvu za uovu zinatawala, zinazuilia kile ambacho wenye haki wamegawiwa, baraka ambazo ni za wenye haki, na delay inatokea. Wakati Mungu alikuwa ametarget atupatie kitu fulani, akupatie shamba, akupatie gari, akupatie dhahabu, akupatie opportunity fulani, shetani naye amekalia hiyo nafasi. Ikiendelea kukaliwa sana, neno linatuambia kwamba hata mtu mzuri sana, mtu mwenye haki, mikono yake itaanza kufanya mambo maovu. The scepter of wickedness shall not rest on the land allotted to the righteous, lest the righteous reach out their hearts to iniquity. Unaweza kukuta mtu alikuwa mtu mzuri sana, mtu mwenye haki, mtu ambaye anamtumikia Mungu, a great intercessor, mtu mwombezi sana, mtu alijitoa kwa kazi ya Mungu, lakini delay, wakati kuna delay, wakati season moja imeendelea kwa muda mrefu sana, unakuta mtu alibadilika na akaanza kufanya maovu, akaanza hata kusema hakuna Mungu, akaanza hata kuambia watu nilijua siri, nilijua ukweli. Wengine siku hizi hata wamebadilika na wameanza kusema ya kwamba walikuwa wamekosea kuokoka, walikuwa wamekosea kuingia kanisani, walinasema wengine walikuwa wamepotea njia hata kufuata mambo ya Injili. Kwa nini? Hawakuelewa seasons. Naye muovu akaendelea kukalia, kunyanyasa, kufinyiria, baraka zingekuwa zao. Kutoka hapo wakaamini ya kwamba Mungu hayuko. Na hii ndio kazi shetani hufanya. Shetani hutaka sana watu wa Mungu kupitia season hiyo ya kugojea, season ya huzuni, season ambayo ni ya uchungu, season hiyo ambayo iko na uzito mwingi, ufike mahali uanze kuamini ya kwamba hata Mungu hayuko. Mungu alikuacha. Nikudanganywa huwa ninadanganywa, nilipotoshwa hata kuokoka. Kwa sababu hivyo ndivyo wana Israeli walisema. Musa alitupandisha, alitutoa kule Misri, akakuja kutuacha huku na ameenda. Na hivyo ndivyo shetani hufanya kazi. Kutoka hapo unaingiwa na mawazo ya kujitengenezea option, kujitafutia suluhisho, kujitafutia njia nyingine. Unaanza kuongea maneno, unaanza kuongea mambo machafu, unaanza kudhihaki na kudharau Mungu, kudhihaki kanisa, kudhihaki wachungaji, kwa sababu moyo wako umeigiwa na hii ama umewezwa na hii roho ya delay. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. So tunaona Daudi mwenyewe alielewa ya kwamba hata kama mtu ni mwenye haki, a righteous person, ambaye hajaelewa seasons, ukiwa na delay ikae sana, mikono yake pia itaanza kufanya mambo machafu, ataanza kufanya mambo maovu. Na hii ndio sababu lazima wakati kuna delay, we must know what we ought to do. Wakati kuna hiyo delay, tunastahili kufanya nini? Tunastahili kusikiliza sauti ya Mungu hata wakati kuna delay. Kwa sababu hata wakati Musa alikawia mlimani, hata wakati wana Israeli walianza kuona kama wameachiliwa, Roho wa Mungu bado alikuwa pamoja na wao. Mungu bado alikuwa anawajua, anawapenda, anawajali, hajabadilika. Na kwa hivyo suluhisho ingekuwa ya kwamba wasikilize sauti ya Mungu, wamtafute Mungu, waingie katika kuomba, katika kufunga, katika kunyenyekea, watafute mapenzi ya Mungu. Wamuulize kiongozi wao Aaron, tukifika hapa mtu anafanya nini? You ask the right person and you ask the right questions. Uulize maswali inayostahili na uulize mtu anayefaa. Usiende kwa mtu yeyote kumuuliza ushauri wakati kuna delay maishani. Omba Mungu akuelekeze ni nini unahitaji kufanya. And by the way, wakati kuna delay maishani,
siku moja tu, wakati kuna hiyo hali ya kushereweshwa na kukawishwa, siku moja tu ya kujua kile unastahili kufanya, siku moja tu inaweza kubadilisha season hiyo yote. Just a day ya kujua, siku moja tu ya kujua ni hatua gani tunastahili kuchukua, ni nani tunahitaji kukonsult, ni maombi gani tunahitaji kuomba, ni vita gani tunahitaji kupigana, ni dhabihu gani tunahitaji kutoa. Tukielewa tu kile tunastahili kufanya kwa hayo majira, ili majira haya yabadilike, inachukua muda mfupi sana. Bwana Yesu asifiwe. Inachukua very short time, na siku moja tu inaweza kubadilisha kila kitu kwa mtu ambaye amelewa njia ya kubadilisha majira. Bwana Yesu asifiwe. Ndio sababu hata Daudi akasema siku moja katika nyumba ya Bwana ni kama siku 1000 ama miaka 1000, kwa sababu siku moja ya kuelewa mapenzi ya Mungu, ya kuelewa ni nini tunahitaji kufanya, basi inaweza kubadilisha mambo ambayo tumegojea miaka mingi. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa ninawaza ya kwamba wakati hatukuwa tumekuja hapa kwa huu uwanja huu umekuwa kwa miaka yote, all the years, hata kabla tuzaliwe uwanja umekuwa uko tu, lakini ni vile kuna mkono ulikuwa umeukalia, kuna authority, kuna fibo ya uovu ilikuwa imeikalia. Bwana Yesu asifiwe. Nasi tunaendelea kutafuta, tunaendelea kugoja hadi hiyo fibo ya uovu ilipoondolewa. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja? Are we together? So wakati tunajikuta katika hali ya kukawia, hali ya kucheleweshwa, hali ya kujikuta ya kwamba mambo yale ambayo tulikuwa tunatazamia, mambo ambayo tulikuwa tunafikiria yatafanyika kwa haraka, yanakaa, season moja inakaa, hakuna mabadiliko, mpaka tunapoteza matumaini. Njia ya kudili na hiyo ni nini? Ni kumuuliza Mungu, nifanye nini? Enda kwa Bwana, muulize, hatua ile tutachukua. Bwana Yesu asifiwe. Tusijiongoze, usifuate akili zako, usitegemee mawazo yako, usifanye uamuzi wa haraka, usiongee haraka, kwa sababu hata ukitamka maneno pia huharibu majira. Kwa maana yale unayoyasema pia Mungu anayasikiliza na shetani pia anayasikiliza. Luka 12:45, Yesu pia aliona hii shida. Yesu pia aliona hii shida ya delay, na akasema ya kwamba if that servant says in his heart, my master is delaying his coming, and begins to beat the male and the female servants, and to eat and drink and be drunk. Tupe kwa Kiswahili. Yesu alizungumza hata juu ya kurudi kwake, na hii ni hatari kubwa sana, kwa sababu kuna watu wengi ambao walisikia kwa muda mrefu Yesu anarudi, Yesu anakuja. Kuna wengi wameambiwa Bwana anakuja, Mungu anakuja kukutembelea, Mungu anakuja, lakini anaona baada ya muda mrefu hakuna kitu kinatendeka. Watumishi wa aina hiyo, mtu anaweza kusema ndani ya moyo wake, Bwana wangu anakawia kurudi. Kisha akaanza kuwapiga wale watumishi wa kiume na wa kike, na kukula na kunywa na kulewa. Bwana asifiwe. Delays husababisha